wapitie tena shortcut ya kule. Wale ambao tutaweza tupandishe. Karibu kusini magharibi mwa Tanzania kwenye mpaka wa Zambia, ambapo hapa kuna lulu iliyojificha. Maporomoko ya maji Kalambo. Hapa ndipo tunapokuletea hadithi ajabu ya maumbile, historia na urithi wa watu wa Rukwa. Maporomoko ya Kalambo yaliyopo kijiji cha Kapozwa, kata ya Kisumba, wilayani Kalambo, mkoani Rukwa, yanatokana na mto Kalambo ambao ni mpaka wa Tanzania na Zambia. Maporomoko ya maji haya ukiachilia kuwa ni ya pili baada ya yale ya Tugela, Afrika ya Kusini, lakini pia ndiyo maporomoko pekee yanayogawa mpaka wa nchi mbili za Tanzania na Zambia. Uzuri wa maporomoko haya yamekuwa yakionekana na kutangazwa kuwa yapo Zambia, na hivyo kuiondoa Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zenye maporomoko yanayotambulika duniani. Katika kijiji cha Kapozwa, ambacho pia kilianzishwa kutokana na imani kuwa ukienda kuoga katika maporomoko hayo basi utapooza. Kwa kuambiwa hivyo, wananchi wenye eneo hilo walipatia kijiji jina la Kapozwa. Maporomoko ya Kalambo yana kina cha mita zaidi ya 200 na yanatiririsha maji yake katika eneo la urefu wa kilomita 5 kabla ya kuingia ziwa Tanganyika katika kijiji cha Kipwa. Ukubwa wake umechagizwa na miingiliano ya maji ya mito mikubwa miwili, yani mto Kalambo na mto Limba, pamoja na mito midogo midogo ya misimu. Maporomoko haya uporomosha maji yake bila kugonga miamba kwa zaidi ya 50% hadi yatuapo chini, ambapo hutengeneza mto mwingine wa maji unaokwenda kumwaga maji hayo katika ziwa Tanganyika baada ya kilomita chache. Chini ya maporomoko hayo ni korongo la Kalambo ambalo lina upana wa takriban kilomita 1. Ili kufika kujionea maporomoko haya yapo kilomita 120 kutoka Sumbawanga mjini, na barabara hufikika kwa wepesi. Safari yetu inaanzia mjini Sumbawanga, tukiwa na timu yetu ya Go Together Adventure pamoja na wanajamii wenye shauku. Tunasafiri kuelekea Kalambo, eneo lenye historia ndefu na mandhari ya kuvutia. Katika maeneo haya tafiti zinaonyesha kwamba binadamu waliishi zaidi ya miaka 300 iliyopita. Kalambo ni ushahidi hai wa historia ya mwanadamu. Ni mahali pa kihistoria, kisayansi na kiutamaduni. Awali ilidhaniwa kwamba kina cha maporomoko ya mto Kalambo ni zaidi ya mita 300, lakini baada ya kupimwa na wataalamu
miaka ya 1920 inakadiriwa kuwa kina chake ni zaidi ya mita 200. Vipimo vya mwaka 1956 vimetoa matokeo yanayoonyesha kuwa yana kina cha mita 221 na upana wake ni kati ya mita 3.6. Wataalamu wa malikale wanaeleza maporomoko ya mto Kalambo kuwa ni eneo lenye umuhimu wa kipekee barani Afrika na kwamba ni hazina kubwa ya kihistoria, ikiwa na ushuhuda wa shughuli kadhaa zilizokuwa zikifanywa na binadamu katika eneo hilo zaidi ya miaka 300 iliyopita. Baadhi ya mabaki yenye vielezo vya kihistoria yalifukuliwa mwaka 1953 na mvumbuzi John Desmond katika eneo hilo. Pamoja na kwamba maporomoko ya Kalambo yapo katika nchi mbili, watalii wengi wanapendelea upande wa Tanzania kwa sababu maji yanaonekana, ambayo pia huongeza thamani ya eneo hili. Kutokana na umuhimu wake kiuchumi, miundombinu wezeshi imejengwa kisasa na inachangia kuongezeka kwa idadi ya watalii wanaotembelea eneo hili. Kutokana na sababu hiyo, wadau wa utalii wanatoa wito kwa wawekezaji kuwekeza kwenye utalii wa kambi ili kuwawezesha watalii kulala badala ya kuja na kuondoka siku hiyo hiyo. Ombi langu ni kwamba iendelee kuweka mikakati mbalimbali ya kuhakikisha vile vivutio vilivyopo katika mkoa wetu wa Rukwa ambavyo ni urithi usioshikika, lakini pia hivi ambavyo vinaonekana kwa macho viweze kutangazwa zaidi ili ulimwengu uweze kujua. Kwanza kabisa nimefurahia kuona maporomoko haya ya Kalambo ambayo yana urefu mkubwa duniani, kwa maana yanakuwa ni ya pili sasa Afrika, yanakuwa ya pili Afrika kwa maana ya urefu, jinsi yanavyodondoka kutoka juu mpaka chini. Lakini pia kwa hapa Tanzania ni maporomoko ya kwanza kabisa, upekee wake huo ni mkubwa sana. Lakini pia ukiachana na hiyo, tumeweza kuona miti mizuri ya asili, lakini pia tumeweza kuona uoto mbalimbali wa asili. Tumepita barabarani, tumeshuhudia, tumeweza kusikia sauti za ndege na kuona wanyama wengine mbalimbali, wadogo wadogo kwa wakubwa, ikiwa pamoja na nyoka. Serikali ingefanya juhudi zaidi, tunatambua juhudi zao, tunathamini, lakini ingefanya juhudi zaidi. Hizi ngazi nadhani zinaishia maeneo haya, kwa hiyo wangejitahidi ziweze kufika chini ili angalau hata kwa kipindi hiki cha masika watu wanapokuja katika maeneo haya waweze kufika mpaka chini zaidi, ambapo kwa masika imekuwa ni kizuizi kwamba uwezi kufika chini kulingana na utelezi. Lakini sababu nyingine pia naweza kudhani ni ngazi, kwa sababu zinaishia maeneo haya. Zingefika chini zaidi ingetusaidia na kutuwezesha watalii tunapokuja maeneo haya tukafika chini zaidi kwa urahisi, na pia tukaweza kuona mandhari nzuri na kivutio ambavyo vipo nchini kwetu Tanzania. Nilikuwa sijawahi kujua kama kuna migomba pori, nimekuja kuona Kalambo Forest, nimeona vipepeo, nimeona nyoka. Mimi huwa ni mwoga sana wa nyoka, lakini nimefika Kalambo nimeona nyoka wazuri, nyoka wanavutia. Nimeona vipepeo wazuri wenye rangi mbalimbali wanavutia. Kwanza kabisa kutoka juu tulipotoka mpaka hapa chini tulipofika kuna umbali wa mita 692, na hapa tupo kituo cha 98% kupata review ya maji. Kutoka juu mpaka chini tuna urefu wa ngazi 1270. Vile vile kuna vituo vitatu. Kituo cha kwanza tumeona maji kwa 45%. Ni kituo cha tulimpa heshima, anaitwa Profesa Dos Santos Silayo, huyo ni commissioner wa TFS. Na kituo cha pili tunaona maji kwa 75%. Hiko ni kituo cha Meja Brigadier Baraka Mkeremi. Yeye tulimpa heshima kituo hiko kwa sababu alifanikiwa kutoka chini mpaka juu anakimbia bila kupumzika. Na hapa tulipo sasa ni kituo cha tatu. Tunaona maji kwa 98%. Hiki ni kituo cha Mheshimiwa Hamis Kigwangalla. Yeye alikuwa ni waziri wa kwanza wa maliasili na utalii kufika katika eneo hili. Uzuri wa maporomoko haya yamepambwa na uoto wa asili, mimea na wanyama pamoja na ndege. Kwa wenyeji wa Kalambo si maji tu yanayomwagika, ni mahali pa ibada, tambiko na chanzo cha hadithi za vizazi. Ni urithi wa watu wa Rukwa na Afrika kwa ujumla. Tunapovutiwa na uzuri huu hatupaswi kusahau wajibu wetu. Kalambo inahitaji kuhifadhiwa, kutangazwa na kuendelezwa kwa vizazi vijavyo. Hii ni fursa ya kiutalii na kiuchumi kwa wakazi wa eneo hili. Kutoka Kalambo hadi ulimwenguni kote tunasema, njoo ugundue, jifunze na linda.
Tanzania ina hazina kubwa na Kalambo ni mojawapo. Go Together Adventure tunasema safari moja, uzoefu usiosahaulika. Karibu Rukwa, karibu katika maporomoko ya Kalambo.